Ili kuleta mshikamano, upendo na umoja miongoni mwa Wakristo na jamii, viongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Zambia wamekumbushwa kuwa na ushuhuda mwema ndani na nje ya kanisa ili kuhamasisha wengine na kueneza upendo wa Kikristo ndani na nje ya kanisa. Kutoka nchini Zambia, huyu hapa Emmanuel Lulandala. Katika mwendelezo wa semina ya kuwajengea uwezo wachungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Zambia inayofanyika katika mji mdogo wa Rwansha, jimbo la Copperbelt nchini Zambia, mchungaji kutoka Nairobi, Kenya, Isaac Waithaka amewahimiza viongozi hao kuongozwa na hofu ya Mungu, jambo ambalo ni msingi na ni muhimu katika ukuaji wa kanisa kiroho, pamoja na kuwa mfano bora katika maisha yao ya kila siku, ili kuhamasisha wengine na kueneza upendo wa Kikristo ndani na nje ya kanisa. Kama wachungaji na watumishi wa Mungu, kuweza kutilia maanani ushuhuda wetu na msimamo wetu katika kumtumikia Mungu. Mungu anatamani tujitoe, miili yetu iwe dhabihu, tumpendeze Mungu. Katika Agano la Kale, watumishi walikuwa wanatoa, makuhani walikuwa wanatoa dhabihu za kondoo na ndama na ndume na jiwa. Mungu anategemea sana ukuhani kuleta mabadiliko kwenye nchi, kwa sababu ni kupitia ukuhani ambapo Mungu huweza kuingia kwenye nchi. Taifa kusimama inaegemea pakubwa sana kanisa la Zambia. Tukikubali kuinuka na kuweka viwango, Mungu ataweza kuona mahali ama jukwaa ya kuja kukanyagia kufanya mambo makubwa kwenye taifa. Mkuu wa jimbo la Kati, Dayosisi ya Konde kutoka Tanzania, mchungaji Felista Namkonda, ameeleza namna wachungaji wa nchi ya Zambia walivyoipokea semina hiyo kutoka kwa viongozi na wachungaji wa mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania, Kenya, Malawi na Zambia. Huku mratibu wa semina hiyo Mama Kayanda amewakumbusha wachungaji hao kusimama imara katika misingi ya neno la Mungu pamoja na kufanya huduma ya uinjilisti katika maeneo yao. Tumeona mabadiliko makubwa sana. Mabadiliko hayo ni kwa ajili ya wachungaji tu wenyewe ambao wamekiri kwamba hawakuwa na semina kwa muda mrefu sana, ni takribani miaka 15 iliyopita, na leo ndio wanakusanyika. Lakini nimeona jambo lingine ambalo ni kwangu limenifurahisha na kunifanya nijisikie vizuri, jinsi ambavyo walifika na walivyo sasa ni tofauti, maana kwa sasa wamechangamka. Matumaini yao yalionyesha kupotea, mioyo yao kuinama, lakini sasa ninaona kwa kadri tunavyoendelea toka tumefika, hawa watumishi wa Mungu wameendelea kuchangamka sana na wamebeba sura mpya sana.